Makardinali 133 kutoka sehemu mbalimbali duniani wamehudhuria misa katika kanisa la Mtakatifu Petro mjini Vatican kuelekea mchakato wa siri wa kumchagua papa mpya. Makardinali hao baadaye wameelekea kwenye kanisa la Sistine ambapo watampigia kura mrithi wa Papa Francis aliyefariki mwezi uliopita. Kongamano hilo litaendelea hadi mgombea mmoja apate thuluthi mbili ya kura, na mchakato huo unaweza kuchukua siku kadhaa. Kardinali wa Algeria Jean Paul Vesco ni mmoja wa makardinali watakaopiga kura. Ninachoogopa kwa kweli ni wakati ambapo mmoja wetu atakuwa papa. Ni mtu ambaye atanivutia, ilhali kwa sasa ninaweza kuwatazama wote. Sisi sote ni watu wazuri, hata kwa kiasi kidogo, si bora kuliko wengine. Hakuna mbaya zaidi. Siku chache zilizopita sikuwa tayari kuingia kwenye mchakato huu, lakini sasa niko tayari. Lakini kwa kweli siko tayari kwa wakati atakapotokea. Mji wa Port Sudan umeshambuliwa kwa ndege zisizo na rubani kwa siku ya 4 mfululizo, huku jeshi la Sudan likisema lilizuia mashambulizi yaliyolenga kituo kikuu cha wanajeshi wa majini. Mashambulizi haya katika mji huo ambao pia ni kituo kikuu cha kusambaza misaada ya kibinadamu ni jambo jipya katika mzozo huu wa miaka miwili baina ya jeshi na vikosi vya Rapid Support Forces RSF. RSF haijatoa maoni yoyote. Umoja wa Mataifa unaonya kuwa mashambulizi yanaweza kuendeleza mzozo wa kibinadamu, kwani karibu msaada wote unaoelekea Sudan unapitia mji huo wa Port Sudan. Serikali ya Sudan ilikatiza uhusiano wa kidiplomasia na Umoja wa Falme ya Kiarabu siku ya Jumanne, ikiishtumu kwa kusambaza silaha kwa RSF, madai ambayo taifa hilo limepinga. India na Pakistan zipo chini ya shinikizo kubwa la kidiplomasia kusitisha mapigano. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kuwa ulimwengu hautaweza kustahimili makabiliano ya kijeshi baina ya India na Pakistan. Rais Donald Trump amesema anatumaini kwamba mapigano haya yatamalizika haraka. Uingereza, Ufaransa na Urusi wameelezea masikitiko yao. Baadhi ya mashirika ya ndege yamegeuza au kusitisha usafiri wa ndege katika njia zilizoathirika na mzozo huo. Japan imehimiza mazungumzo kuepusha kupanuka zaidi kwa mzozo huo. Yoshimasa Hayashi ni msemaji mkuu wa serikali ya Japan. Tuna wasiwasi mkubwa kwamba tukio hili linaweza kuchochea ulipizaji kisasi na kusababisha mzozo kamili wa kijeshi. Ili kuhakikisha amani kusini mwa bara la Asia, tunatoa wito kwa India na Pakistan kudhibiti hali hiyo na kuleta utulivu kwa kufanya mazungumzo. Unaendelea kusikiliza taarifa za habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Afisa mmoja wa ngazi ya juu wa kundi la Houthi nchini Yemen amesisitiza kuwa makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya kundi hilo na Marekani hayamaanishi kuwa watasitisha mashambulizi kwa Israel. Siku ya Jumanne, Wahouthi waliafikiana kusitisha kushambulia vyombo vya majini vya Marekani na kwa upande wake Marekani kusitisha mashambulizi dhidi yao nchini Yemen. Ila Mohamed Abdusalem ambaye ni mpatanishi mkuu wa kundi la Houthi alisema serikali haikuhusisha Israel kwa njia yoyote ile au mfumo wowote. Kundi hilo la Houthi limerejelea mashambulizi dhidi ya Israel tangu makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza kusambaratika. Siku ya Jumatatu, Israel ilizindua shambulizi kubwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Sanaa, siku moja baada ya mshambulizi wa Houthi karibu na uwanja wa ndege wa Ben Gurion mjini Tel Aviv. Na mahakama nchini Kenya imewaamuru wanaume 4 kulipa takriban $7,000 kila mmoja au kuhudumia kifungo cha mwaka mmoja jela kwa kujaribu kusafirisha kimagendo siafu adimu nje ya taifa hilo. Shirika la wanyamapori nchini Kenya limewashtumu wanaume hao kwa kujihusisha na uwizi wa bioanuai na kunuia kusafirisha kiharamu siafu kwa masoko ya Ulaya na Asia. Wanaume hao wanaojumuisha raia wawili wa Ubelgiji, mmoja wa Vietnam na Mkenya mmoja, walikubali mashtaka mwezi uliopita ya kupatikana na siafu hao wa Afrika Mashariki, ila wakakana mipango ya kuwasafirisha nje. Kupatikana na sampuli ya wanyamapori bila kibali ni kosa nchini Kenya. Hii ni BBC.
Shukran Victor kwa taarifa hizo za habari za dunia. Msikilizaji, ni matangazo ya Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Visiwani Zanzibar yategea sikio kupitia Zenji FM, nchini Kenya ni Milele FM, Uganda utatusikiliza kupitia Radio Kitara na DRC ni Radio Muungano Beni. Yako pia moja kwa moja kwenye tovuti yetu bbcswahili.com, kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili na kwenye FM. Jioni hii uko nasi Karorobi na Sarafina Robi. Na msikilizaji, tukiendelea ni kwa wengi wa makadinali wa kanisa Katoliki watakaomchagua papa mpya umeelekea kwenye kanisa la Sistine, ambapo watampigia kura mrithi wa Papa Francis aliyefariki mwezi uliopita. Kura ya kwanza inatarajiwa kufanyika. Felix Mwate na taarifa zaidi. Kufuatia mazishi ya Papa Francis mwezi uliopita, mkuu wa chuo cha makadinali Giovanni Battista Re aliwaita makadinali huko Vatican ili kuanza mchakato wa kumchagua papa mpya, mchakato unaojulikana kama conclave. Kardinali Re aliongoza ibada ya misa takatifu iliyoadhimishwa leo asubuhi katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro kabla ya uchaguzi wa papa mpya. Vile ndiye aliyeongoza mazishi ya Papa Francis. Re pia alishiriki katika kongamano la Aprili mwaka 2005 ambalo lilimchagua Papa Benedicto 15 na katika kongamano la Machi mwaka 2013 ambalo lilimchagua Papa Francis. Katika maeneo tofauti huko Roma, hasa katika makanisa na mitaa iliyo karibu na kaburi la Papa Francis, majadiliano mengi kuhusu ni nani anayeweza kumrithi Papa Francis yamekuwa yakiendelea, hasa katika eneo la Santa Pondeziana ambalo hutumiwa sana na waumini wa kanisa Katoliki walio na asili ya Kifilipino, ambao wamekuwa wakisema kwamba wanatarajia kuwa papa atakayechaguliwa atakuwa Mfilipino. Kardinali Luis Antonio Tagle, anayeitwa Francis wa Asia kwa sababu ya uzoefu wake wa kuzingatia masuala ya kijamii, anatarajiwa kuwa mmoja wa wagombea wakuu. Vile watu hawa raia wa Kongo walitoa maoni yao. Ninahisi furaha kubwa na heshima kwa sababu sisi husema kila wakati kwamba watu weusi au Afrika hatuwezi kupanda katika ngazi za juu za uongozi wa kanisa. Hilo ndilo jambo ambalo linatajwa sana miongoni mwetu sisi wa Afrika, au hata kati ya watu wengine wanaposema kwamba nyinyi ni watu weusi na hatuwezi kuacha majukumu kama haya kwa mtu mweusi. Kwa hivyo kuwa na kardinali kutoka miongoni mwetu mwa wale wanaochaguliwa inatupa furaha. Ni wakati wa kufurahia kwa sababu yeye ni mtoto wa Kongo. Wakati wowote ambapo raia wa Kongo anatambulika namna hii, anapeperusha bendera ya DRC na kutupa fahari kubwa sote nchini. Yote atakayechaguliwa kama papa awe papa ambaye anawasikiliza watu na nyakati, anayesikiliza matatizo na changamoto za wakati huu, changamoto ambazo zinahusiana na watu wetu na kibinafsi wa Kongomani, ili tupige hatua zaidi katika juhudi za kutafuta amani, sio kwetu tu lakini kila mahali. Mchana wa leo makardinali wameanza mchakato huo wa kumchagua papa mpya katika kanisa la Sistine Chapel. Watakuwa wanapiga kura ya ni nani atakayechukua wadhifa huo wa papa. Kardinali kutoka Algeria Jean-Paul Vesco, ambaye ni mmoja wa anaoshiriki katika mchakato huo, ametoa maoni yake alipozungumza na wanahabari. Ninachoogopa kwa kweli ni wakati ambapo mmoja wetu atakuwa papa. Ni mtu ambaye atanivutia, ilhali kwa sasa ninaweza kuwatazama wote. Sisi sote ni watu wazuri, hata kwa kiasi kidogo, si bora kuliko wengine. Hakuna mbaya zaidi. Siku chache zilizopita sikuwa tayari kuingia kwenye mchakato huu, lakini sasa niko tayari. Lakini kwa kweli siko tayari kwa wakati atakapotokea. Vile kanisa Katoliki nchini Kenya limejibu wasiwasi kutoka kwa waumini nchini humo kwamba kardinali pekee wa nchi hiyo hatashiriki katika uchaguzi wa papa ajaye kwa sababu alikuwa hajaombwa kuhudhuria. Maafisa wa Katoliki wamesema kwamba alikuwa amealikwa lakini hangeweza kwenda kwa sababu ya afya mbaya. Felix Mwate, BBC.
Na msikilizaji, kama ulivyosikia hapo kwenye taarifa hiyo ya Phyllis Mwatema, kardinali 133 leo wameanza rasmi mchakato huo wa kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki duniani. Makardinali hao wanaokutana katika makao makuu ya kanisa hilo la Vatican wamehimiza kumchagua papa ambaye ana uwezo wa kulinda umoja wa kanisa hilo. Hivi sasa tunaungana moja kwa moja na mwandishi wa BBC Anthony Irungu aliyeko huko Vatican kutupasha zaidi kuhusu mchakato huo. Irungu, habari ya jioni. Sijui kama pia ni jioni kama huko. Hapa ni jioni lakini jua bado lipo. Basi na kama mchana. Sawa kabisa. Hebu pengine utueleze shughuli za kumchagua papa mpya zimefikia hatua gani hivi sasa? Na hapa niko nje ya kanisa la St. Peters na watu wamejitokeza kwa wingi, na mbele yangu kuna runinga kubwa ambayo inapeperusha moja kwa moja yale ambayo yanaendelea pale ndani ya Sistine Chapel, ambapo ni takriban mita 100 kutoka mahali nilipo hivi sasa. Wanachukua kiapo cha kuhakikisha kwamba chochote kitakachokuwa kikiendelea pale ndani ya Sistine Chapel, hakuna yeyote atakayeongea kutoka sasa hadi kufa kwake. Baada ya kuchukua kiapo ambayo shughuli itaendelea hadi tuseme dakika 20 zijazo, watafunga milango na yeyote ambaye haruhusiwi kupiga kura ambaye si kardinali atahitajika kuondoka, na hapo ndipo wataanza kupiga kura ya kwanza. Hivi leo ikiwa ni siku ya kwanza, watapiga kura moja na baadaye waanze kuhesabu. Iwapo kutapatikana mwenye atapata zaidi ya kura 90 ama 89, basi itatangazwa kwamba kuna papa. Isipofikia hicho kiwango, basi kesho tutaanza kura nyingine. Ratiba hiyo ina maelezo zaidi kuhusu mchakato huu? Kwa sasa mambo hayajatokea, ratiba rasmi haijatokea, lakini tunachojua ni kwamba wakishamaliza hapa kila mtu ataondoka na watabaki pale wapige kura na mchakato wa kuhesabu. Kuna makardinali 3 ambao wamechaguliwa wa kuhakikisha kwamba kila kura imesomwa na imeandikwa jinsi ambavyo inafaa ama ni kura halali. Hivyo basi kwa sasa hatuna ile ratiba rasmi ya kanisa, lakini tunajua ratiba ama jinsi ambavyo mchakato huu mzima utakavyoendelea. Naam, Irungu, pengine ukizingatia usiri wa shughuli hii nzima, tutarajie lini papa mpya kutangazwa, na kwamba hivyo hampati taarifa za hapa na pale kila dakika kuhusu yale yanayojiri ndani ya kanisa maalum la Sistine? Ni vigumu sana kujua wakati ambapo tutapata matokeo, kwa sababu pale ndani ya Sistine hakuna internet, hakuna simu zozote zitakuwa zikiingia pale ndani. Watu wote kuna usalama wa hali ya juu ambao umewekwa pale, lakini ukizingatia kura ya mwaka 2005 na pia mwaka 2013 ilichukua takriban siku 2 ama kura mara 5 na baadaye kukatangazwa kwamba kuna papa. Hivyo basi tukichukulia historia hiyo, huenda ikifika Ijumaa tutakuwa na papa mpya, na kwa sababu pia makardinali wengi ambao wako hapa, wengi waliteuliwa na Papa Francis, na huenda wakawa kuna mawazo yanayofanana. Hivyo basi itakuwa inaweza kuwa rahisi na pia kwa upesi kupata papa mpya. Naam, Irungu, mara nyingi huwa kunapokuwa na uchaguzi kama huu wa kumchagua kiongozi wa kanisa Katoliki duniani, huwa mahujaji wengi hufurika Roma ili kushuhudia tukio hili ambalo huwa ni nadra. Je, hali mwaka huu iko vipi hapo? Na wakati tulifika hapa wakati wa mazishi kulikuwa na watu wengi, kwa sababu kifo chake kilitokea wakati wa Pasaka, na pia huu ni mwaka wa Jubilii kwa Wakatoliki. Hivyo basi mahujaji kutoka kote duniani wamekuwa wakifika hapa, wamebeba misalaba, wanaimba na kuingia pale ndani ya St. Peters. Lakini kwa sasa inaonekana